Mtazamaji wa Alpha TV, karibu sana katika kipindi chetu maalum cha siku ya maadhimisho ya siku ya mtoto wa Afrika. Na katika kipindi chetu cha leo tumeamua kualika wataalamu mbalimbali ambao watakuja kutuelezea, tupate maelezo mafupi yanayohusiana na maadhimisho ya siku ya Afrika ya mtoto wa Afrika na kwa nini kulikuwa na mtoto wa Afrika. Kulikuwa na changamoto gani mpaka ikatokea hiyo siku ya mtoto wa Afrika. Kwa hiyo karibuni sana kwenye kipindi chetu. Na kabla sijaendelea sana, naomba niwatambulishe wageni ambao ninao kwa siku ya leo. Karibuni sana wageni katika studio yetu za Alpha TV. Lakini watazamaji wetu wanatamani wawatambue kwa majina, mnatokea wapi, mnajishughulisha na shughuli gani. Kwa hiyo karibuni sana, naomba tuanze kujitambulisha. Karibu sana madam hapo. Asante sana. Kwa majina naitwa Inspector Asha Mponda na tokea kituo cha polisi Nachingwea, lakini nipo katika dawati la jinsia na watoto. Na mimi naitwa Sara Chiwanga, nipo katika ofisi ya mkurugenzi, lakini ofisi ya maendeleo ya jamii. Mimi naitwa Fatima Umbiri, nashughulika na shughuli za kusaidia watoto wanaishi katika mazingira magumu, asasi ya NAODA. Kwa majina naitwa Akran Hamisi Nanyaka, ni mwanafunzi wa kidato cha 4 kutoka shule ya sekondari Nachingwea. Kwa majina naitwa Hashra Rajabu Omari, ni mwanafunzi wa kidato cha 4 katika shule ya sekondari ya wasichana Nachingwea. Na asante sana ndugu watazamaji wetu na wageni wetu. Nirudi na kusema karibuni sana kwenye studio zetu za Alpha TV. Na kama nilivyotangulia kusema, hoja iliyopo mbele yetu ni kuelekea maadhimisho ya siku ya mtoto wa Afrika. Na leo tutazungumzia kuhusiana na malezi ya mtoto wa Afrika, changamoto, lakini pia tutaangalia fursa na majukumu mbalimbali ambayo yanatakiwa kwa jamii yetu ya Tanzania au ya Afrika kwa ujumla. Hivyo kwenye kipindi chetu tumeamua kualika kama walivyojitambulisha. Tunaye kamanda kutoka dawati ya jinsia, lakini tunaye mtaalamu wetu kutoka ofisi ya maendeleo ya jamii, lakini tunaye mama yetu ambaye ni mzazi lakini pia ni mlezi wa kituo cha watoto yatima au watoto wale ambao wanaishi katika mazingira magumu. Lakini pia tumeamua tualike na watoto wenyewe, watakuja kutuambia upande wa malezi wao, wanaona malezi yanaendaje, wanashauri kitu gani kiboreshwe, kitu gani kipunguzwe, lakini lengo kubwa ni kuangalia namna gani tunamlea mtoto wa Afrika. Na nafikiri sasa naomba nitupe swali kwenu ambalo kwa namna moja ama nyingine, au tuanze na afande hapo wa dawati la jinsia. Ya mtoto wa Afrika tunamaanisha kitu gani na kwa nini kulitokea siku ya mtoto wa Afrika? Karibu sana. Asante. Siku ya mtoto wa Afrika ni maadhimisho ya kuwakumbuka au kuwaenzi maelfu ya watoto au vijana ambao waliuawa South Africa mwaka 1976. Siku ya mtoto wa Afrika ni maadhimisho ya kuwakumbuka au kuwaenzi maelfu ya watoto au vijana ambao waliuawa South Africa mwaka 1976 kwenye kitongoji cha Soweto. Watoto hawa ni watoto wa Kiafrika ambao walikuwa siku ya tarehe 16 waliamua kuandamana kupinga ubaguzi wa rangi uliokuwa unafanyika kwenye nchi yao, sasa kwenye hicho kitongoji chao cha Soweto. Kwa hiyo waliandamana, lakini kwenye maandamano yale bahati mbaya sana walipigwa risasi watoto. Tunasema maelfu ya watoto walipigwa risasi, waliuawa manake. Kwa hiyo baada ya kuuawa kwa wale watoto, nchi huru za Umoja wa Afrika au kwa siku wengine wanaita OAU waliamua kukaa sasa kuona kwenye majadiliano mwaka 1990, wakaweka azimio sasa, kwa nini tusiwe na siku ambayo tutawakumbuka hawa watoto. Ndio chimbuko la mtoto wa Afrika tarehe 16 ya kila mwaka. Kwa hiyo inaadhimishwa hivyo,
na kikubwa ni kuwakumbuka hao watoto ambao walipoteza maisha yao, lakini walipoteza tu maisha yao walikuwa wanakunywa pombe au wanakuta bangi, hapana. Walipoteza maisha yao wakiwa wanahangaika kuhakikisha wanapata mustakabali bora katika nchi yao, ikiwa ni pamoja na elimu bora, kutokubaguliwa, kusikilizwa, malezi bora. Kwa hiyo wakaamua kuandamana. Kwa hiyo tunawakumbuka kwenye muktadha huo. Ndio maana ya siku ya mtoto wa Afrika tarehe 16. Yes. Asante sana. Nafikiri watazamaji wetu tayari wana kitu wanaanza kupata. Lakini kwako madam mtaalamu kutoka ofisi ya ustawi wa jamii kwa mkurugenzi wetu wa halmashauri ya wilaya Nachingwea, naomba tumsaidie mtazamaji wetu anayetutazama kwa wakati huu. Tunapozungumzia mtoto wa Afrika kwa upande wa malezi au tunapoelekea kuadhimisha hii siku ya mtoto wa Afrika, ili tuweze kuwaenzi wale ambao wametangulia au ambao wametufanya leo tuje tufikirie kuadhimisha siku ya mtoto wa Afrika, tunatakiwa tuwaenzi kwa namna gani, kwa kufanya mambo gani, vitu gani tunataka tufanye kwenye hiyo siku ya maadhimisho ya mtoto wa Afrika? Asante sana ndugu mtangazaji. Kwanza mwenzangu afande amesema vizuri, historia ameisema vizuri, lakini nitaanza kwanza na kauli mbiu. Kauli mbiu kwanza ya mwaka huu inasema haki za mtoto, tulipotoka, tulipo na tuendako. Nini maana ya hii kauli mbiu ya mwaka huu? Tulipotoka, tulipo na tuendako. Tunaweza kuona tu tangu tulipotoka nyuma, kizazi kilichokuwepo nyuma, tulikuwa tunaona kulikuwa na ile hali ya ujumuiko ya pamoja, na watoto kipindi hicho tulikuwa tunaona kabisa kwenye ule mjumuiko kwamba tulikuwa tunaangaliwa, tunatunzwa. Tukianza kwanza chimbuko kabisa kwa babu na bibi, hata tukienda kule, yani tulikuwa tunaangaliwa kwa ukaribu, na wazazi wetu pia walikuwa wanajumuika kutulinda na kutuhakikisha kwamba sisi tuko kwenye mikono salama. Tulipo sasa, na ndio maana kwa nini tunapiga kelele, serikali inapiga kelele. Tulipo sasa tunaona kama familia au jamii imeacha machimbuko yaliyopita ya kutunza familia kwa pamoja na kuangalia kwa pamoja. Tunaona kuna gepu au kuna pengo ambalo maana serikali sasa hivi inahakikisha kuwepo na madawati na nini, kwa sababu tulipotoka na sasa ni tofauti. Hapa tulipo sasa tunatakiwa tukaze buti kwamba familia au jamii imeacha misingi ya kutunza familia. Tumekuwa na gap. Tunaona kabisa watoto wa mitaani wameongezeka. Tumekuwa na watoto wa mitaani, watoto wanafanyiwa mambo ya kikatili. Tena unaweza kukuta mtoto anafanyiwa mambo ya kikatili na mjomba au baba. Tumeona haya mambo mengi sana. Kwa hiyo ni unyama. Kwa hiyo tulipo sasa ni hali ni ngumu kutokana na hizi na utandawazi, sijui kutokana na nini na mambo ya wenzetu tunayoyaiga, mifumo ya wenzetu tunayoiga, lakini tulipo sasa ni kubaya. Lakini tunapokwenda, anasema tuendako sasa ndio tunatakiwa serikali pamoja na jamii kuungana kuhakikisha kwamba watoto wetu tunawatunza na wanapata haki za msingi. Kwa hiyo sasa hivi serikali inapambana hapa tulipo, inapambana kuhakikisha mtoto anakuwa katika hali ya usalama. Kuna matukio mengi ambayo yanaendelea kutokea na sisi ni mashahidi. Watoto wanabakwa, kwanza hawana upendo kwenye familia tu moja. Unaweza kukuta mtoto mpaka saa 4 za usiku mtoto hajulikani yuko mtaani. Baba hahangaiki wala haulizi. Mama yuko busy na vikoba, yuko madasi sokoni anauza kule, hajui mtoto yuko wapi saa hizi. Kwa hiyo tulipo ni kubaya sana, na huko tuendako sasa ndio tunatakiwa sasa serikali, jamii pamoja na serikali kuungana kuhakikisha kwamba mtoto wa Tanzania au wa Afrika anatengenezewa mazingira mazuri kwa ajili ya kufanya nini, ya kuishi na pia kutengeneza taifa lijalo. Kwa hiyo kwa sasa tunaona tulipo hapa, tunaona taifa kama tunalipoteza. Ndugu zake na watoto tunamshauri kwamba afanye, atengeneze mazingira kwamba hata huyo ndugu amtafutie hata guest akalale. Kwa hiyo wimbi kubwa sana
jamii kutowajibika kwenye malezi ya watoto ndio changamoto kubwa iliyopo. Na tunaona hata sisi hapa bila hata kuuliza maswali wala kufanya chochote. Naona tulikotoka haikuwa hivi. Wala tulikuwa tusikii wamebaka au mtoto amelawitiwa. Haya mambo tumekuja kuyasikia tulipo sasa. Asante sana mtaalamu. Nijekee kwako mama. Mama ni mlezi. Naomba ungetusaidia, mwana mtazamaji wa Alpha TV anatamani ajue sasa. Hivi akimuuliza malezi bora kwa mtoto ni yapi? Unaweza kumsaidia atambue? Naam. Karibu sana. Asante ndugu mtangazaji. Kwanza kabisa sisi wazazi tunatakiwa turudi kwenye misingi ya kiutamaduni ya maadili yetu tuliokuwa tumetoka nayo na tuliolelewa sisi kutoka mwanzo. Kwa sababu wazazi zamani ilikuwa tuna misingi ya malezi ya watoto wetu kwa ushirikiano na familia na jamii. Kitu ambacho kwa sasa hatukifanyi. Zamani ilikuwa mimi nyumba yangu na familia yangu, lakini pia na jirani zangu pia ni familia yangu. Watu wanenizunguka na jamii inenizunguka pia ni familia yangu. Sasa jirani yangu, jamii inenizunguka, tunasaidiana kwa pamoja kuhakikisha malezi ya watoto na maadili. Mtoto wa yule mimi nitamtuma, mtoto wangu mimi yule hatamtuma. Kwa misingi ile tulikuwa tunawajenga watoto kulelewa kwa nidhamu, kwa ushirikiano na kwa upendo. Kwa hiyo ukatili ulikuwa hauwezi kufanyika, mmomonyoko wa maadili hauwezi kufanyika, kwa sababu mimi mtoto wangu akifanya vibaya atakemewa na jirani yangu. Wa yule akifanya vibaya mimi nitamkemea. Kwa sasa tulipofika halipo. Mtoto wangu mimi akionywa na jirani, kesi, nafunga kigwaya, ugomvi. Lakini yote kwa yote, hebu turudi sasa kule, kwa sababu utamaduni wa kimaadili waliokuwa wanaufanya wazee wetu ndio ulikuwa unapelekea kuwa hata na hofu ya Mungu na kumcha Mwenyezi Mungu. Ukishakuwa na hofu ya Mungu, basi hata matendo ya kiukatili yale ambayo wanayafanya ndugu zetu, unaweza kuta mjomba wangu, kaka yangu, jirani yangu, yale yatakwenda kuondoka, kwa sababu tunaishi kiutamaduni wenye hofu ya Mungu, wenye maadili na ushirikiano na upendo. Kwa hiyo ndugu mtangazaji, hizi changamoto ambazo nakutana nazo, wakati mwingine wanakuja hata nyumbani kwangu, unakuta hata chakula hana. Mimi na unga uliokuwa kwenye debe nampa, kwa sababu kumwambia sina hawezi kunielewa. Napambana ili apate kile kidogo ambacho nilichokuwa nacho mimi. Asante sana mama yetu, mlezi wetu. Naomba nigeukie kwako afande. Mama yetu ameongea vitu vingi sana, ametoa changamoto nyingi sana, lakini naamini changamoto sio hizo peke yake. Naamini kuna changamoto zingine ambazo ukiachana na za kiuchumi, za kipato kwa watoto wetu, lakini kuna changamoto zingine za kijamii, matukio ambayo sio mazuri wanafanywa watoto. Sasa unaweza kutusaidia kwamba mnakabiliana nayo vipi hizi changamoto zingine ambazo zinawakuta watoto, kama hizo za kulawitiwa, mwingine ana mzazi wake uwezo anao lakini hataki kumsomesha, hataki kumsimamia. Karibu sana. Asante. Kwa changamoto hizi zinazohusiana na ukatili moja kwa moja, kwa mfano watoto ambao wanalawitiwa au watoto ambao wanabakwa, watoto ambao wanatengwa na familia, watoto ambao wanalelewa na mabibi peke yao, kuna hao watoto ambao wanalala kwenye stendi, kuna hao ambao wanasema ni mazingira magumu. Sasa at least kuna wale wenye mazingira magumu ambao mama ametoka kusema unaweza hata kuamini juu ukawatafuta ukawapata, lakini kuna wale wengine wanaokaa kwenye
vituo hivi vya mabasi, mastendi, inafika mahali wanaanza kutumia masigara, wanakunywa pombe hivi smart gin, wanavuta bangi. Ni kundi kubwa la watoto pia ambalo kuna Chikwea tunalo na tunaendelea nao. Kwa changamoto zipo nyingi, lakini sisi kukabiliana nazo kama dawati, kwanza tuliamua kujiwekeza kwenye elimu. Na tunapita kutoa elimu kwa maeneo yote, mashuleni, kwenye holidays, kama kuna sehemu za michezo, kama kuna makongamano, kama yani elimu tunahakikisha inafika kwenye vyombo vya habari kama hivi, lakini tukutana na platform yote ambayo itakusanisha watoto au wazazi, tukiamini changamoto hizi zote chimbuko liko kwa wazazi, huwa tunatoa elimu. Lakini pale ambapo mtoto anakuwa amefanyiwa kitendo hicho cha ukatili na mtuhumiwa akapatikana, basi tunasimamia ili sheria ifuate mkondo wake. Wanaoenda mahakamani watakwenda, lakini kuna ambao tutawalidi kwa wanasheria. Tunakuwa kama kiungo cha kufanya huyu mtoto haki yake ipatikane. Lakini changamoto zaidi ambayo tumeiona na tunaendelea kupambana nao kutokana na kwa kushirikiana na wenzangu hapa ni malezi tu ya kwetu sisi wazazi. Wazazi tumejisahau kwa swala la malezi. Tunatafuta sana kipato kuliko kuangalia malezi ya watoto. Lakini tumesahau kwamba dunia tuliyokuwa nao ni dunia ya utandawazi, na hatuwezi kukataza utandawazi uje kwenye nchi yetu kwa sababu ndiko tunakoelekea. Sasa wakati tunawaza kama kwa utandawazi huu tuliokuwa nao sasa hivi watoto wanaharibika kiasi hicho, huko mbeleni ambapo inawezekana mtoto akamiliki device yake, yani akawa na smartphone ya kwake, alafu let's say yani wanza tu kukawa na free wifi, au watoto tutawaficha wapi? Kama tu hivi sasa hivi unakuta asilimia kubwa watoto wala hawamiliki hizi simu, hawana, ni simu za majirani, aidha za wazazi, lakini jamii au watoto wameharibika kwa kiwango hiki. Unaona huko mbele na kuaje. Kwa kazi wadau tunayo pia kubwa kuongea na wazazi. Wazazi tunajisahau. Unaweza kukuta baba na mama wanalala na watoto wakubwa. Sisi tunajua sisi wazazi tunavyokuwa tuna faragha zetu. Unapokuwa na mtoto anaadapt. Kesho mtaani anamfundisha mwenzie inakuwa disaster. Kwa na clip ilikuwa inaonyesha watoto wadogo sana wana age kama ya mwaka 1.5 mpaka 3, haizidi hapo. Mwaka 1.5 mpaka 3. Inaonyesha clip mbalimbali za watoto wanafanya vitendo vya ajabu. You can imagine kwa umri mwaka 1.5 mpaka 3. Huwa natamani, kuna mtu mmoja nilimwambia natamani siku nipate platform ya kuongea na wazazi, alafu niwe na sehemu ni display hizi video, ili tunapomwambia mzazi mtoto akishafikisha mwaka 1 au mwaka 1.5 sio kulala naye, miaka 2 sio kulala naye, lakini hata ukilala naye unatakiwa ujue sasa upo pale na mtoto, wawe wanatuelewa. Lakini kulewa kuliko pitiliza, mzazi analewa mpaka yani inapitiliza. Unajua ukilewa una lose control, unaweza ukafika nyumbani ukafanya vitendo vya ajabu mbele ya watoto. Lakini unaweza lugha za matusi zinakuwa nyingi kwa mji wetu. Lugha ya matusi imekuwa ni ugonjwa ambao hatuelewi dawa yake ni nini. Lakini nilisema siku moja mtu akitukana usimalize kwa mtendaji, lete tupeleke mahakamani, afungwe miezi 3-6. Akifungwa mfululizo hiki tu itaenda itatangua. Yaani mtoto mdogo unakutana naye anatoa tusi, unamwangalia mara mbili unajiuliza huyu ile tusi amelipata wapi? Manake ni nyumbani anakoishi. Lakini wazazi wa sasa hivi tuna muhali, hatuwezi kukaa kuongea na watoto. Yaani muda wa sasa hivi kuona aibu mzazi kuongea na mtoto wako, yani umepita. Napata changamoto nyingi, napigiwaga simu na wazazi nikifundisha watoto. Mwanangu amekuja Fandasha amenielewesha, anaelekeza ulipomwambia, unawezaje? Yaani mtoto anaweza kuniambia habari za kubaka. Yaani mzazi kumwambia mtoto wake kubaka ni nini? Ili itwe kubaka kinatakiwa kitu gani na kitu gani kionekane kimefanyika ndio ili iwe kubaka. Mzazi anahisi umeenda kumfundisha mtoto wake vitendo ambavyo sio vizuri. Napataka shida, namwambia mtoto mwambie kubaka ni hivi, alafu mpe athari za kubaka. Maana yake atajua nikifanya hivi nimebaka, na kumbe nikifanya nitapata 1, 2, 3 ambacho sicho kizuri. Kwa wazazi sasa imefika muda wa
kuongea na hawa watoto, lakini tukae na ndugu zetu, tusikimbilie kuachana. Yaani sisi kwetu tumeshaishi, tumeoana mwezi huu, mwezi wa Ramadhani tumefunga ndoa yetu. Yaani tukishakaa miezi 6 kabla ya Ramadhani nyingine taraka ishapita. Hawa vijana wetu hawa, hili kundi la vijana, akipata mwanamke Mungu kamjalia kanunua screen nchi 32, ana sofa coach moja, ana kitanda na godoro, ana jiko la gesi na sabufa, tayari ni vitu ambavyo aidha mwanamke anatamani waachane ili wagawane. Anakuambia tuachane, tugawane. Kitanda kimoja, godoro, sofa coach hivyo. Unaona kabisa yani bado tuna kazi ya kuelimisha. Ndugu yangu hapa amesema tulikotoka, tulipo na tunakokwenda. Huko tunakokwenda tunatamani tuwe na jamii iliyo salama. Lakini jamii iliyo salama inaanza na mimi na wewe. Tupende watoto, tusiwapendelee, tusiwaogope. Wazazi wa huku wanaogopa watoto. Niwaambia niliona kuna clip moja, mtoto hataki shule. Nafikiri trend sana. Mtoto hataki shule, anamwambia mamake sitaki, anamkunja mamake. Mama anamwambia nipige mwanangu, siweza kupiga. Nipige. Mtu akasema Mungu tusaidie. Nikamwambia tusimtwishe Mungu mizigo ambayo tunaweza kufanya. Yaani tufanye alafu tuombe hekima za Mungu. Sio hatufanyi alafu tunasema Mungu atusaidie. Sasa sijui Mungu unataka akusaidie lini kama wewe hujaonyesha effort ya kujisaidia. Mtoto anataka kukunja mzazi, eti unamwambia mtoto nipige. Mwanangu nipige kwa sababu tu umemwambia aende shule. Kwa unaona malezi sisi wenyewe tunakwama wapi na wapi tunatakiwa tukaze ili tufike. Kutoka shule ya sekondari ya Chingwea. Hebu tuambie, unafahamu watu watoto? Na kama unafahamu tuambie ni kitu gani ambazo kwako unafahamu na hizo haki kwako zinatekelezwa vipi? Unazipata au unazikosa? Haki za mtoto, tunapozungumzia haki za mtoto ni yale mahitaji muhimu ambayo mtoto anahitaji aweze kutoka kwa wazazi au watu wake ambao wanamzunguka. Kwa mfano, mzazi anatakiwa atimize wajibu kwa mtoto kwa kuhakikisha anapata elimu, yani anaweka mahitaji muhimu yale kwa mtoto ili aweze kwenda shule kupata elimu. Pia mtoto ana haki ya kupata afya bora kutoka kwa mzazi. Aidha labda mzazi achewe mtoto anapata matibabu pale anapopata matatizo ya kiafya, au kutafikia labda bima ya afya ambayo itamwezesha kupata matibabu kwa urahisi. Pia mtoto ana haki ya kupata malazi bora kutoka kwa mzazi. Hapa namaanisha kwamba mtoto anatakiwa awe katika mazingira mazuri ya kuishi, ambapo mzazi ndio mwenye jukumu la kuhakikisha mtoto wake analala sehemu ambayo ni safi na salama kwake. Kwako dadangu, tumeona changamoto ambazo watoto au mtoto wa Afrika anazipitia kwa upande wa Tanzania yetu. Tumeona kuna wimbi kubwa la watoto wa mitaani sasa hivi, na kama tulivyosikia kwamba watoto wengine hawataki wao wenyewe shule, wazazi wanahangaika, wanataka watoto wawapeleke shule lakini watoto hawataki shule. Kwa watoto wengine wanapata hiyo changamoto, wanatamani waende shule lakini wazazi hawataki watoto waende shule. Unashauri kitu gani kwa watu wote hawa hizi? Asante ndugu mtangazaji. Kwa watoto ambao wazazi wao hawana uwezo wa kupeleka shule lakini wenyewe wanatamani kwenda shule, kwanza kabisa hata jamii zetu, yani mtoto mwenyewe ndio mtu wa kwanza kuonyesha ile hamu ya kutaka, yani kuonyesha kwamba hata yeye anataka elimu. Yani kabisa, yani anaonekana kama ni mtu ambaye anapambana ili kupata elimu. Unakuta kuna mtoto mwingine kabisa unaona kwamba hayuko tayari kupata elimu. Kwa hiyo hata jamii inayomzunguka haionyeshi chochote, yani haionyeshi support yote kwa kile. Unajua kwamba huyo hahitaji elimu. Lakini kwa yule ambaye anaonyesha kabisa ana ile hamu ya kupata elimu, na kuna watu wengine katika jamii unakuta kabisa kama madam alivyosema, anakuta mtoto anauza mkaa.
yani kwa namna kwamba amemuuliza kwamba una changamoto gani, nahitaji kusoma lakini wazazi wangu hawana uwezo. Yani kwamba kama madam hapa anajua kusema mimi niko katika dawati fulani, labda anapata ile hata yeye hamasa ya kuweza kumsaidia mtoto, kwa sababu anajua mtoto ana ile hamu ya kutaka kusoma. Lakini kwa mtoto ambaye hahitaji kabisa kusoma kabisa, watoto kama wapo na wengine tunaishi nao kabisa, vipi mwenzangu, mbona elimu hutaki? Kujichosha. Unajua mimi ningependa kushauri watoto wenzangu, sawa, inasikana mtu uhitaji elimu, sababu tunadanganyana kwamba hata kama ukisoma huwezi kupata ajira. Yani ninachoshauri kwamba angalau wapate ile elimu ambayo inaweza ikawanufaisha kwenye maisha. Unajua mtu asiposoma yani anakuwa hana elimu chochote, hata kama akifanya vitu kwa vitendo. Unajua ukiwa na elimu, kile kitu unachofanya kwa kitendo kinakuwa na maslahi, tofauti na ambapo hauna elimu kabisa. Yani ni mara dufu mtu apate ile elimu ambayo inaweza kumsaidia nini katika maisha kila siku. Yani ndio maana tunasema bora mtu usome angalau ufike hata form 4, kuna elimu fulani unaipata inakusaidia. Zile zile nadharia ambazo unazisoma ukienda mbele katika maisha yako utakuta na vitendo, sio nadharia tena. Kwa hiyo ile nadharia inakusaidia kwenye vitendo kwamba nilisoma kitu fulani kinakuwa hivi. Kwa hiyo unasema kumbe kinakuwa hivi, kwa hiyo unakirisha tofauti na pale ambapo mtu kuteleza. Kwa hiyo wasikate tamaa kwamba eti nikisoma sipate ajira. Kusoma nako hata kama usipopata ajira unaweza kujiajiri mwenyewe. Mara ngapi? Wangapi wanasoma hawapati ajira, wanajiajiri wenyewe na bado nini wanaendelea. Kwa mimi ninachoshauri kwamba wasikate tamaa. Na huko kutosoma sijui nini nasema upate ajira au wengine kama hivyo utaki. Mimi maisha yangu magumu sipenda nini? Sivyo. Tupo watu ambao tunasoma, maisha yetu ni magumu, lakini tunasoma tunajua kwamba kama familia yangu haikuweza kufanikiwa, inawezekana hata mimi naweza kufanikiwa. Na hata kizazi kijacho kinaweza kikafanikiwa kupitia mimi au kinaweza kikajifunza kupitia mimi. Kwa kutokata tamaa kwangu. Kwa kama watoto ambao hawahitaji shule, ningeomba tu washauri kwamba wasome angalau wapate elimu ambayo inaweza kuwanufaisha katika nini? Katika maisha ya kila siku. Si lazima awe mwalimu au awe mfanyakazi wa serikalini, hapana. Hata kama akiwa ni wa kujiajiri mwenyewe lakini tayari ana nini? Ana elimu. Atalima kisomi, akapata mazao yaliyo bora. Tofauti na mtu yule ambaye analima yani kutokuwa kisomi. Hajui kusema labda mazao ni kidogo hivi na hivi. Unakuta mtu analima, mazao anapata kidogo, hayana ubora. Kwa kuta ile mtu yani anapata hasara. Kwa yani bora upate ile elimu ambayo inaweza kusaidia hata kama ukafanya zile kazi ambazo nini sio za serikalini, labda sijui kazi za nini hizo, hata ukulima. Wangapi wakulima wanafanya kazi na wana maendeleo vizuri na wanapata watoto na wanawapa elimu. Hata kama mzazi sijagusa shule, lakini kuna elimu ambayo nimepata leo mtoto wangu amekuja nini kunufaika. Kwa watoto watakuwa tuwe na hamasa kwa kupata elimu, hata jamii inayotuzunguka wajue kwamba kweli huyu mtoto anahitaji